baba wa ustaarabu duniani. Na hii yote tunaongea kwa sababu historia tusipoijua hatuwezi kujua wapi tutakoelekea. Na kwa bahati mbaya sana kwa watu weusi kufuatilia historia yao hawataki. Inaonekana kama unaongea ni mambo ya kizamani wakati ndio historia yenyewe. Kwa hiyo leo nataka tuendelee tena sehemu ya pili. Maana tuliongea siku ile kuhusiana na bwana mmoja, mtaalamu mmoja, alikuwa huyu ni mwana historia na mwana jiografia ambaye alikuwa ni Mgiriki, alikuwa anajulikana kama Herodotus, ambaye tulijaribu kumuongelea. Sasa Herodotus alipoitembelea Misri tayari ilikuwa imepoteza uhuru wake zaidi ya karne moja. Yani hiyo Misri hiyo ilikuwa imepoteza uhuru wake zaidi ya karne moja. Na papa nataka kujibu yale maswali ya watu wasema, kama kweli mnayo yaongea imekuwaje leo hii mbona haiko hivyo sasa kama jinsi mnavyoongea. Ndio nataka hapa nisikilizwe vizuri na niweze kueleweka vizuri ili anayetufuatilia aweze kuelewa. Kwa sababu hata leo ukiambiwa Ugiriki iliwahi kutawala dunia, kwani kweli leo Ugiriki inatawala dunia? Hapana. Sio kweli. Kwa sababu lakini ni historia. Isipokuwa ukaja utawala mwingine, ukaja utawala wa Warumi, na Warumi ukaja ukaanguka, zikaja tawala zingine mpaka akaja Mwingereza. Mwingereza huyu na yenyewe ndio hivyo. Kwa leo tuko kwenye mambo mengine. Ndio maana leo tuko kwenye kitu kinajulikana kama multipolar system. Yani ulimwengu, maana wa zamani ulikuwa huku nyuma tulikotokea unakuta taifa moja ndio super power, na hilo taifa ndilo linaloongea, wengine mnafuata script ambayo wameiandika wao. Kwa hiyo unaona kuna mambo mengi yanakuwa yameongelewa lakini sio ya kweli. Yani niseme tu hivyo, yanakuwa sio ya kweli. Kwa ambiwa kuna watu sijui wamegundua, sijui wengine wametembea mwezini, lakini ni story tu zile, yani ili kuionyesha dunia kuwa sisi ndio wenyewe. Hizo zitakuwa ni story tu kuionyesha dunia kuwa sisi ndio wenyewe, kwa sababu hizo anga mpaka ufikie mwezi ukatembea kwenye huo mwezi alafu unajua hiyo friction iliyoko huko juu, hicho chombo kimetengenezwa na nini? Yani kwa silikoni na plastiki kuunganisha na madini mengine. Hayo madini lazima ujiulize, haya madini yanaweza yakayeyuka kwenye nyuzi joto centigrade ngapi? Unaona? Alafu sasa hayo madini ambayo ndio yametengeneza hicho chombo kinachosadikika kimekanyaga mwezini, ukijaribu kuangalia yani hilo joto ambalo watapishana nalo kwenye hizo anga wakati wanaenda huko mwezini, yani za centigrade za juu zaidi kuliko hicho chombo. Sasa mlifikaje? Umeelewa? Kwa ni story mwalimu? Ni story tu hizo. Ujue dunia inaumbiwa script yani. Kwa watafanya kila namna kukuonyesha kuwa sisi ndio wenyewe. Ndio maana unakumbuka juzi hapa huyu rais wa Venezuela Nicolas Maduro aliwaambia watu fulani kuwa zile zama za movie zenu zile mnazoekti kule za kwamba mmeenda mahali mmepeleka komando mmoja anaenda anapiga kambi nzima, alafu watu weusi wa Mexico au wa Venezuela na watu gani mnawaweka humo kwenye hizo movie kama wao ndo wahalifu wauza madawa ya kulevya, biashara ya viungo vya binadamu, yani Waarabu mmewaweka kama magaidi. Zile zama zimeisha. Umeelewa? Kwa hiyo kwa sababu kila kitu ambacho watu huwa wanakifanya kwa makusudi kabisa, wakipeleka ujumbe wa aina fulani. Kwa nirudi hapa, Herodotus kama nilivyosema, alipoitembelea Misri ilikuwa tayari imepoteza uhuru wake kwa zaidi ya karne moja. Ilitekwa na Waajemi mwaka wa 525 kabla ya Kristo. Unaona, hii ni kabla ya Kristo, before Christ. Utasema before common era. Mwaka wa 525. Kuanzia hapo na kuendelea, iliendelea kutawaliwa na mgeni, hiyo Misri hiyo. Baada ya Wajemi wakaja wa Macedonia chini ya Alexander Mkuu. Mwaka wa 333. Sasa tunapoongelea Wajemi, nafikiri unakumbuka ni ule utawala wa Nebukadneza kule, ambapo ulipoanguka wakapewa Wamedi na Wajemi. Umeona? Kwa sasa hii Misri hii, kwa sababu wao Wajemi ni huo upande wa hiyo Iraki na Iran hapa.
ndio walikuwa wako maeneo hayo. Kwa hiyo waliiteka Misri mwaka wa 525 kabla ya Kristo. Haya, hiyo Misri tena ikaendelea tena kutawaliwa na wageni mwaka wa 333 kabla ya Kristo, na Warumi na wao chini ya Julius Caesar au Kaisari anajulikana kama Julius Kaisari, miaka ya 50 pia na wao kabla ya Kristo walikuja tena na wao wakakaa hapo. Okay, Waarabu katika karne ya 7, Waturuki katika karne ya 16, Wafaransa wakiongozwa na General Napoleon Bonaparte na wao pia waliikalia Misri. Unaelewa? Napoleon Bonaparte ni miaka ya juzi hapa 1800 na hapa, ambaye alikuwa ni general huyu wa Ufaransa, sorry. Alikuwa general wa Ufaransa. Nafikiri kukuambia historia yake, alipiga dunia nzima, maana Ufaransa yani general alikuwa yuko vizuri kweli kweli. Hasa alipoenda Urusi, Moscow pale, wakati ndo wanaenda waingie wakalivamie jiji la Moscow, wakuta Moscow inawaka moto. Nani amechoma mji wa Moscow? Warusi wenyewe wamechoma. Wao wamechoma wenyewe. Wamekaa pembeni wanamsubiri. Aliingia na majeshi pale ya watu kama 700, akatoka na majeshi ya watu 20,000. Uko ameinua kitambaa juu, anasema amani ya Bwana itawale mahali hapo. Akakimbia. Umeona? Sasa huyu Napoleon Bonaparte naye pia vile vile alitawala hiyo Misri. Waingereza walikuwa wa mwisho kuivamia Misri katika karne ya 19. Waingereza hawa. Kwa Misri imekuwa imepitia vipindi mbalimbali. Sasa ndio maana nakuambia wakati sasa huu ambapo huyu mtaalamu kutoka Ugiriki Herodotus, mwanahistoria huyu, wakati anaitembelea Misri, kwa yani kutaka kupata sasa uhakika wa historia, kwa sababu wao kumbuka wao ni Wagiriki, na kama ni Wagiriki ule ustaarabu pale alipouona Ugiriki akasema no, ustaarabu umetokea wapi? Yani tunapoongelea ustaarabu nafikiri inaeleweka. Yani namna ya maisha yenu kuyaendesha, ile tunaita kwa Kiingereza civilization. Kwa hiyo kwa maana ndio maana wanasema Africa ni a mother of civilization. Yani ni global, yani ulimwengu mzima, yani nani ameustaarabisha ulimwengu ni Waafrika. Kwa sababu walikuwa wako hivyo. Kwa hiyo ndio maana sasa ikiharibiwa na uvamizi huu wote uliofuatana Misri, chimbuko la ustaarabu kwa miaka 10,000 iliyopita, wakati ulimwengu mzima ukiwa umezuiliwa na ukatili, Kemet isingechukua nafasi ya kisiasa tena. Ndio hapo ilipoangukia. Yani isingeweza kuwa bado iko kwenye iko kwenye piki bado, kwa sababu wavamizi wengi wameivamia hiyo Misri. Wametaka pale na kuna habari moja nitakuja nikuambia hapa, kwa sababu tunaendelea huku mbele, tutakuja kuielezea, kwa sababu katika historia inaaminika Misri pia iliwahi kuvamiwa na watu walikuwa wanatoka baharini. Baharini, yani jeshi kutoka baharini linakuja linaivamia Misri, alafu linarudi linaingia baharini. Sasa ndio uone maajabu hayo. Kwa dunia ina vitu vingi, isipokuwa tu sasa kumbuka kama ninavyokuambia black history inakuwa inafutwa. Lakini hata hivyo ingeendelea kwa muda mrefu kuanzisha sasa hiyo Misri watu wachanga wa Mediterranean ambao ni Wagiriki na Warumi miongoni mwa wengine. Na katika kuelimika kwa ustaarabu katika zama zote za kale ingebaki kuwa nchi ya kitamaduni, ambapo sasa watu wa Mediterranean wakaenda kuhiji na kunywa maji ya chemchemi ya maarifa ya kisayansi, kidini, maadili na kijamii, maarifa ya zamani zaidi ambayo wanadamu waliyapata. Ndio maana ninakuambia tukiwa tunaulizana swali, imekuwaje sasa kama ndio hiyo ustaarabu na nini na mambo kadha wa kadha kama hayo, kwa nini tena watu weusi sasa hatuko hivyo? Ndio nilikuuliza pale, Deo, unajua kutengeneza simu? Hapana, haujui. Kwa nini? Kwa sababu we ni mjinga. Sio kweli, ni kwa sababu hujui kanuni iliyotumika kuitengeneza hiyo simu. Kwa zile kanuni ndo ziliibiwa sasa hapo pale Misri ndio. Ndio maana sasa unaona, ndio maana kuambia hili taifa lisingeweza kuendelea kuwa tena liko kwenye piki kwenye mambo ya kisiasa, kisayansi, kiuchumi, kiteknolojia, lisingeendelea kuwa pale. Lakini mambo yote unayoyaona ulimwenguni yameanzia pale. Mwalimu, umesema kwamba tawala nyingi mataifa mengi yalitawala Misri kwa nyakati tofauti waliivamia, sio kuitawala, kuivamia. Walichukua nini na nini, mwalimu? Katika kwa sababu kila mmoja alipoivamia
Tafsiri yake ni kwamba kuna kitu walikuwa nakifuata. Yes. Sasa taifa fulani ilipovamia lilichukua nini? Hili hapa likachukua nini? Waliokuja kuharibu kabisa ni Wagiriki. Mwaka wa 333 baada ya kuivamia. Unajua kwa nature ilivyokuaga vita vya zamani, mkivamia taifa la watu mkaliteka, mnachoma hilo nini, hilo taifa. Ndio maana kuna watu wasemaga hata hadithi za Biblia ni uongo, kwa sababu kule uko Israeli kwenyewe hamna ushahidi wa kushikika hivi. Sasa ungebakia vipi wakati watu walikuwa wanachoma? Wakivamia wanachoma. Watu wakivamia wanachoma. Lakini hiyo iko tofauti. Wagiriki walipoingia Misri wao hawakuchoma. Hapana. Chini ya Alexander Mkuu. Tena Alexander huyu wakati wamevuka sasa hiyo bahari ya Mediterranean kuja mpaka huko Misri, wajua alifanya jambo la ajabu. Alikuja na askari wake wengi, sasa si wamekuja kwa meli. Alafu waliposhuka pwani wakashusha mizigo, alichokifanya akaenda akazipiga kiberiti zile meli walizokuja nazo. Sasa askari wakamuuliza, mkuu vipi? Akasema sasa hapa kuna mawili, either tushinde vita au tufie hapa. Umeona kwa maana sasa kuna namna, inabidi upambane, lazima ushinde hivyo vita. Ndio maana akafanya hivyo. Kwa hiyo alikuwa ni Mgiriki huyo Alexander the Great ambaye mwaka wa 333. Sasa walichokifanya wao Wagiriki, badala ya kuchoma, walibeba vitabu vyote vya maarifa vya pale hapo Kemeti hapo, vinavyoelezea kanuni zote hizi za, yani mpaka zile piramidi zimejengwaje, na yani ule ustaarabu wote. Wakabeba vile vitabu wakavituma wapi? Wakavituma kwa Ugiriki. Walipovituma Ugiriki, kule kuna wanafalsafa sasa waliosaidia kushape hii dunia kama Plato. Umeona? Kutokea Ugiriki. Kutokea Ugiriki, kwa sababu Plato ni Mgiriki, kwa kutumia hizo kanuni ambazo waliiba. Ndio. Yani wao wamechukua vile vitabu wakavipeleka Ugiriki, na Ugiriki kuna wanafalsafa sasa kama Plato, maana walikuwepo wao, kwa sababu hata Alexander the Great mwalimu wake alikuwa pia ni Plato, ndio mwalimu wa Alexander the Great. Kwa hiyo wamepeleka kule vile vitabu. Alexander alichokifanya, vile vitabu akaviacha kule, akaandika vitabu vya uongo, alafu ndo akavirudisha wapi? Akavirudisha Afrika. Kwa ndio maana nasema historia ya Afrika imeibiwa. Yani sisi historia tulionayo sio ya kwetu. Ndio maana unakuta sasa tunafundishana mambo ya kina Zinja Troopers, sio ya kwetu hiyo historia. Ilikuwa haipo kwetu, yani ni imeletwa na nini? Imeletwa na wageni, imeibiwa. Na ndio maana unaona hata wakati wa biashara ya utumwa, siku zote nakwambiaga hawakuja kuchukua watumwa Afrika, no. Walikuja kuchukua watu skilled, ambao ni skilled people Afrika, wakawapeleka kwao kuwafanya kuwa watumwa kule kwao. Kwa wakabadilishwa wakasema ni watumwa. Wao wakasema tulichukua watumwa. Sio watumwa. No, walikuwa ni watu ambao kwanza wana nguvu na kwenda kufanya kazi na wana akili. Ndio maana unaona ile Ulaya pamoja na Marekani ni watu weusi ndio wameijenga. Tafsiri ni kwamba sasa wangechukua watu ambao hawana akili, isingekuwa hivyo. Isingekuwa vile. Yes. Na unaona hata hiyo biashara ya utumwa ilianza kwa sababu wale waliotoka wakina Columbus walipofika huko Marekani wamekutana na Red Indians. Hawana nguvu wale watu, na hao Red Indians hawana nguvu. Na sasa ni nini kinachofanyika au kufanyike kitu gani? Kabidi sasa biashara ya utumwa ianze. Ndio maana unaambiwa mtu mweusi mmoja alikuwa na nguvu za kuweza kufanya kazi ya Wahindi 16 mpaka 20. Mtu mmoja tu. Kwa sasa basi niendelee hapo. Hivyo sasa kuzunguka pembezoni kabisa mwa Mediterranean, ustaarabu mpya ukawa umejengwa, mmoja baada ya mwingine, ukinufaika na faida nyingi za Mediterranean, yani njia panda halisi katika eneo bora ulimwenguni. Ustaarabu huu mpya umebadilika hasa kuelekea sasa maendeleo ya mali na kiufundi kama chimbuko la mageuzi hayo. Kwa ni lazima tunukuu fikra za kimaadili za Waindo Ulaya, Wagiriki na Warumi. Hapa lazima tuweze kunukuu. Mfano, Elani ya kipagani iliyohuisha ustaarabu wa Wagiriki na Warumi ilikufa karibu karne ya 4. Mambo mawili mapya, Ukristo na uvamizi wa wageni, uliingilia eneo la zamani la Ulaya Magharibi na kuzaa ustaarabu mpya ambao leo unawasilisha dalili za uchovu.
ustaarabu huo mpya unawasilisha dalili za uchovu. Kweli. Lakini shukrani kwa mawasiliano yasiyoingiliwa kati ya watu, kwa sababu ustaarabu huu wa mwisho ambao ulirithi maendeleo yote ya kiufundi ya ubinadamu tayari ulikuwa na vifaa vya kutosha kufikia karne ya 50 ili kutumbukia katika ugunduzi na ushindi wa ulimwengu. Na kwa hivyo mapema katika karne ya 15 Wareno walifika Afrika kupitia Atlantic. Wareno hawa walifika Afrika kupitia Atlantic karne ya 15. Nafikiri unakumbuka. Ni wakina nani? Wareno, wakina Vasco da Gama. Nakumbuka hata kina Vasco da Gama kwa mbili kabisa kabla karne ya 15, baada ya karne ya 15. Akina hata Nanisi alikuwa Mreno. Nani huyu ambaye alipita katikati ya nchi ya Tanzania wakati wa Tanganyika, kaenda mpaka Kigoma kashuka mpaka kuelekea Zambia. Ana Dr. Livingstone. Ni Mreno yule? Sina uhakika sana. Ndio tutamfuatilia. Sijanao na uhakika sana. Ila ukiniuliza Nyerere ni mtu gani nitakwambia ni Mwafrika. Kwa Karl Peters. Karl Peters vipi umfahamu? Hapana, mimi yule ambaye alikuwa na nini? Taba Kilagai. Na yule Mangungu wa Msovero. Huyo tuachane naye. Wao tuendelee, mimi kwa chomekea tu hapo. Sasa hawa sasa nini wa Reno hao nilivyokuambia, hao walianzisha mawasiliano ya kwanza ya kisasa tangu sasa ambayo hayajavunjika na magharibi. Lakini sasa swali la kujiuliza, walipata nini huku Afrika? Je, huko Afrika walikutana na watu gani? Je, hawa walikuwa huko tangu zamani za kale au walikuwa wamehama tu? Kiwango chao cha kitamaduni kilikuwa kipi? Kiwango chao cha mashirika ya kijamii na kisiasa, je, Wareno wangeweza kuwa na maoni gani kuhusu watu hawa? Je, wangeweza kupata wazo gani kuhusu uwezo wao wa kiakili na uwezo wao wa kiufundi? Na je, ni aina gani ya mahusiano ya kijamii yalipaswa kuwepo kati ya Ulaya na Afrika kuanzia wakati huo na kuendelea? Sasa jibu la maswali haya tofauti litaeleza kikamilifu hadithi ya sasa ya weusi wa zamani. Nasema historia ya sasa ya weusi wa zamani. Na ili kujibu maswali hayo ni muhimu kurudi Misri. Wakati ilipoanguka chini ya nira ya mgeni. Misri na usambazaji wa weusi katika bara la Afrika. Labda inawezekana ulipitia awamu kuu mbili. Inakubalika kwa ujumla kwamba kufikia miaka ya 1700 kabla ya Kristo, ili before common era, Sahara ilikuwa imekauka, ili bonde la Sahara au jangwa la Sahara ilikuwa imekauka, na Afrika ya Ikweta pengine ilikuwa bado eneo la msitu lenye msongamano wa kuvutia watu. Kwa hivyo sasa weusi wa mwisho waliokuwa wakiishi Sahara sasa yawezekana waliacha na kuhamia eneo la juu la Nile. Isipokuwa inawezekana vikundi vichache vilivyojitenga katika bara zima ambao ama walihamia kusini au walielekea kaskazini. Pengine kundi la kwanza lilipata wakazi wa kiasili weusi katika eneo la juu la mto Nile. Vyovyote iwavyo, ilikuwa ni kutokana na kuzoea hali mbaya ya maisha ambayo asili ilipewa watu hawa mbalimbali weusi, ndipo jambo la zamani zaidi la ustaarabu lilipotokea. Na ustaarabu huu unaoitwa wa Misri katika kipindi chetu, maana ndio taifa hili linaitwa Misri, lakini zamani ilikuwa inaitwa Kemet, uliendelea kwa muda mrefu katika ukuaji wake wa mapema, kisha polepole ukashuka bonde la Nile ili kuenea kuzunguka bonde la Mediterranean. Na mzunguko huu wa ustaarabu ambao umedumu muda mrefu zaidi, historia labda ilidumu tunasema zaidi ya miaka 10,000, kwa sababu taifa la Misri ni taifa la miaka mingi sana. Kwa haya ni maelewano yanayofaa kati ya mpangilio mrefu wa matukio ili kulingana na data zilizotolewa na makasisi wa Misri, Herodotus na Maneto, mahali pa mwanzo wa mwaka wa 1017 kabla ya Kristo. Mwaka 1017. Yes. Na mpangilio mfupi wa nyakati za watu wa kisasa kwa wale wa mwisho wanalazimika kukubali kwamba kufikia miaka ya 4245 kabla ya Kristo
Kristo, wa Misri tayari walikuwa wamevumbua kalenda ambayo lazima ipitishe maelfu ya miaka. Kalenda ya kwanza kabisa duniani kuvumbuliwa ni Misri. Kabla hii hapo tunatumia. Hii tunayotumia si ya Warumi. Sawa. Hii ni Gregorian calendar ya Warumi. Sawa. Na Warumi kama nilivyowahi kukuambia, yani kwa sasa ingekuwa mwaka 1725. 1725. Ndio. Lakini wao ni ngapi? 2025. Kwa hiyo inaonekana kuna vitu walikuwa wanafanya nini wanaviwahi. Na ndio maana utagundua kama taifa la Ethiopia hawatumii kalenda tunayotumia sisi. Kwao kule huu mwaka ni mwaka 2018 sasa hivi. Sio 2025. Umeona? Kwa nini? Kwa sababu ndivyo hivyo. Lakini kumbuka hii Ethiopia ni taifa halijawahi kutawaliwa. Na ukumbuke hiyo Kemet ya zamani ilikuwa inahusisha na nini na hiyo Ethiopia pia. Kwa hiyo mambo lazima uweze kuyaelewa katika namna hiyo. Yani wakati mwalimu naongea hivyo, ndio kwa mataifa mengine ikiwa na kalenda zao, ndio nika nafikiria kwamba inabidi tuenende na kale kamsemo kanasema age is just namba. Ni namba tu. Lakini sasa kumbe ukifika Ethiopia huko, ndio kama una miaka 35, inabidi urudishe miaka nyuma kidogo. Na sasa ukiishi wa Ethiopia, maana sasa tunakuwa zaliwa kama unarudisha miaka, ndio unasema sasa yuko mwaka 2017. Kwa wao ndio babake 2018 sasa hivi. Umeona? Kwa hiyo yani ndio maana tunaposema vitu vingi vimevumbuliwa wapi? Vimevumbuliwa Misri. Okay, na niliwahi kukuambia hapa. Ndio maana unaona nimekuambia hata dini Christianity, dini ya Kristo, si ndio? Chimbuko lake ni wapi? Ni Rome. Dini ya Kristo. Chimbuko lake ni Rumi. Mwaka wa 325 mpaka 331 chini ya utawala wa yule bwana alikuwa anaitwa nani? Yule mfalme alikuwa anaitwa Constantine the Great. Alikuwa ni Mrumi yule ni Mrumi. Alikuwa ni kiongozi wa Rumi. Aliifanyia Rumi mambo makubwa sana. Kwa kulikuwa na conflict zilizokuwepo kati ya dini ya kipagani na hawa wanaojiita ni wanafunzi wa Yesu. Kwa wakawa watu wanauana sana pale. Haya, na wafalme waliotangulia nyuma yake wakawa wanawaua sana Wakristo. Lakini yeye wanasema kaamua sasa kuondoa zile tofauti, anafanyaje? Kwa hiyo ikabidi sasa kutokea mwaka wa 325 hii ni baada ya Kristo, akaita maaskofu kama 1600 duniani, wakakaa kwenye mji wa Nikaea. Ndio maana ile inajulikana kama Nikaea Conference. Wamekaa pale kwa ajili ya wafanye sasa wafanyeje. Na ukumbuke Rumi ndio ilikuwa imeivamiaga Yerusalemu mwaka wa 70 baada ya Kristo. Ndio baada ya kuivamia Yerusalemu wakachukua maandiko ya Wayahudi, kwa ndo haya mwaka wa 325 wanakuja kuyachanganya. Unaona imepita miaka kama 300 hapo. Maana yake ndivyo hivyo, wamekuja kuyachanganya na tamaduni zao za nini za kipagani na kuibua sasa hybrid religion. Unaona ambayo ndio nini? Ndio hiyo sasa Ukristo wenyewe. Lakini kwenye ile wao wakaweka kuwa kuna ule utatu mtakatifu, si ndio? Utatu mtakatifu ambao ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na Mungu Roho Mtakatifu. Hii ilianzia kule kwa nani? Kwa Warumi. Na wao Warumi ukienda mbele nyuma zaidi wasema walichukua kutokea ukule Mesopotamia. Uko Uru ya Wakaldai. Yes, Warumi. Niwahi kukuambia hii kuhusiana na bwana mfalme yule alikuwa anaitwa Nebukadneza. Alipokufa mke wake Semiramis akachepuka, lakini sasa atapigwa mawe, huyu ni malkia. Kwa hiyo ikabidi sasa adanganye kuwa mimi nani yule alipokufa mfalme aliyeyuka, tulipomzika aliyeyuka ni jua. Kwa lile jua ndio mimi nimeconceive. Ile mionzi ya jua iliponipiga nimeconceive. Kwa wakasema sasa kama huyu
ana uwezo wa kuzaa na Mungu jua, basi naye ni Mungu, sio binadamu wa kawaida. Ndio sasa akazaa mtoto anaitwa Tamuzi, ambayo ndio hiyo tarehe 25 mwezi wa 12. Na huyo mtoto sasa kwa pale wale wakawa wameanzisha Utatu Mtakatifu, ambao Utatu Mtakatifu walikuwa Mungu Baba, Mungu Mama na Mungu Mwana. Sema tu Warumi sasa wao walipokuja wakatoa hiyo Mungu mama. Hiyo yote pia ilikuwa ni kumshusha mwanamke. Kwa hiyo pale ikabidi awekwe Mungu Roho. Lakini pia bado asema hizo ni nini walizichukuaga Misri, ndo narudi sasa hapo. Walizichukua Misri kwa sababu Misri pale walikuwa na Mungu ambaye Mungu huyu anajulikana kama Ra. Ra ni jua. Unaona? Na wao wanaenda kabisa la Biblia. Sasa si Biblia inasema Mungu yeye ni jua. Kwa hiyo anasema Mungu huyo alikuwa anaitwa Ra. Ra ambaye alikuwa na watoto wawili. Kuna mtoto alikuwa anaitwa Set na mtoto alikuwa anaitwa Osiris, kitu kama hicho. Osiris, yes, nafikiri kitu kama hicho. Sasa Seti yeye wanasema alikuwa kidogo tabia zake ni za ajabu kwa Mungu akamfukuza. Umeona? Hizi kija sasa kwenye nini? Kwenye ukiunganisha na hizi hadithi sasa za Kikristo ndio ni kama vile yani Seti wao wanamtafsiri kama ni shetani. Alafu akawa na mtoto huyu sasa mwingine ambaye huyu mtoto Osiris akaoa huyo, kumbuka ni miungu hii. Yani inaongelea Misri sasa. Kuwa huyu Osiris ambaye ni mtoto wa Mungu ambaye ni jua anaitwa Ra au Amen Ra, akaoa Osiris akamuoa mwanamke anaitwa Isis. Alafu wakazaa mtoto anaitwa Heru au Horus. Heru au Horus. Kwa pale sasa ndio wakaanzisha au wa Misri walikuwa na Utatu Mtakatifu. Jambo ambalo hata ukienda leo utakuta kuna sanamu kubwa sana pale Senegal. Kama hata ukiligugu hapo utaliona. Sijui sasa watahitaji, lakini ukiandika Utatu Mtakatifu sasa utajua wewe utakavyoandika kwa Kifaransa au kwa Kiingereza. Kwa sababu sisi sio Waingereza au Wafaransa. Na utaona Senegal utaona kabisa kuna hilo sanamu, yani ikielezea hayo mambo, na unaona ni mwanaume ambaye ana mke wake amemshika hivi, alafu na mtoto yuko hapa begani. Kwa hiyo ndio ilikuwa inaelezea sasa huo Utatu Mtakatifu. Nitaka kukuonyesha kuwa ustaarabu mwingi umetokea wapi? Umetokea Misri. Hata namna ya kuabudu, hata kama wa Misri walikuwa wanaabudu miungu, lakini mfumo wa kuabudu wa Misri ulikuwa umekamilika sana kuliko mataifa mengine. Kwa ndio maana sasa ikabidi hawa wa Misri waende wapi? Waende yani hawa mataifa mengine haya ya Ulaya huko waende Misri pale kwenda kuchukua hizo tamaduni. Naomba niendelee. Sasa katika kipindi hicho kirefu weusi wangeweza kupenya ndani zaidi na zaidi ndani ya bara na kuunda tunaita viini ambavyo vingekuwa vitovu vya ustaarabu wa bara vilivyochambuliwa katika ustaarabu huu wa Kiafrika, na hivyo basi ndio maana ikabidi wakatiliwe mbali. Na yani bana wale wavamizi sasa wamekuja wakaanza kuvamia Misri, na baada ya kuivamia Misri matokeo yake ndiyo yakawa hayo. Sasa kwa kuwa historia ilikuwa imevurugwa, usawa wake wa zamani na mazingira, na black history sasa ilipata usawa mpya tofauti na wa kwanza, bila kukosekana kwa mbinu ambayo sio muhimu tena kwa mashirika haya ya kijamii, kisiasa na maadili na rasilimali za kiuchumi zilizohakikishwa kwa njia ambazo hazikuhitaji uvumbuzi wa kudumu. Weusi walizidi baadaye kutokujali maendeleo ya nyenzo baadaye, kwa sababu sasa wametawanywa, waondolewa pale wakatawanywa. Kumbuke nilikwambia ile siku kuwa wakati Herodotus mwanahistoria na mwanajiografia wa Ugiriki anafika pale, tayari jamii za watu zilikuwa zimechanganyikana. Yani tayari hawa walikuwa Wagiriki wazungu wanaoleana na hawa wa Afrika weusi. Kwa hiyo pale Kemeto kwa kuta hizi jamii zimechanganyikana. Hata Waarabu ndio mbinu walioitumia hiyo kufuta kile kizazi kabisa. Kwa wakaanza kuoana na watu weusi, mtoto akizaliwa anazaliwa amekuwa chotara. Akizaliwa chotara yule tena kama ni mwanamke anaolewa na Mwarabu, kama ni mwanaume anaolewa na anaoa Mwarabu. Kwa hiyo
wakajikuta kwa namna hiyo. Ndio maana sasa unaona pale ni Waarabu. Misri pale ni Waarabu. Ni Waarabu. Kwa hiyo tukiwaita wa mafarao tunakosea mwalimu. Ukisema tukiwaita ni mafarao wale wa Misri. Hapana, wale sio mafarao. Mafarao walikuwa ni weusi. Kwa sababu hata sanamu tu zile za pale Misri zinadhihirisha kwamba pale walikuwa wanaishi weusi. Walikuwa wanaishi weusi. Hata kama uamini yote tunayoyaongea, basi tazama zile nini. Na hazijajengwa na nini na wazungu. Hapana, zimejengwa na hao mafarao. Umeona? Wenye mji. Wale wafalme wale. Umeona? Kwa ndivyo hivyo. Kwa hiyo hii ilikuwa chini ya hali hizi mpya ambapo kukutana na Ulaya kulifanyika, na katika karne ya 15 wakati Wareno, Waholanzi, Waingereza, Wafaransa, Wadani na Brandenburgers wa kwanza walipoanza kuweka vituo vya kibiashara kwenye pwani ya Afrika Magharibi, shirika la kisiasa la mataifa ya Afrika lilikuwa sawa na mara nyingi lilikuwa bora kuliko hayo mashirika kutoka kwenye hayo mataifa. Sasa utawala wa kifalme ulikuwa tayari wa kikatiba na baraza la wananchi ambalo tabaka mbalimbali za kijamii ziliwakilishwa. Yaani kwa maana hapo tutakuwa tuongelea sasa utawala wa kidemokrasia ulikuwepo Afrika. Na kinyume na hadithi, mfalme na watu weusi hajawahi kuwa mtawala mwenye nguvu zisizo na kikomo. Na katika sehemu fulani aliwekezwa na watu pamoja na waziri mkuu mpatanishi anayewakilisha watu huru. Yaani hiyo ndio tuongelea demokrasia. Na dhamira yake ilikuwa kuwatumikia watu kwa hekima, na mamlaka yake yalitegemea heshima yake kwa katiba iliyowekwa, kwa sababu utaratibu wa kijamii na kimaadili ulikuwa kwenye viwango sawa au kiwango sawa cha ukamilifu. Na kwa leo hapa mimi naomba sasa tumalizie kwa kuangalia mummies technology, ambayo hii ni ya kuhifadhi wafu ambao wasiharibike. Kusikia hiyo. Yes, waliokuwa nayo kwa sababu pale Kemeti wao ndio waanzilishi wa hiyo teknolojia. Umeona, ilikuwa ikitumika huko Egypt ya sasa ambayo ilikuwa ni Kemeti. Hii ilikuwa ikitumia utaratibu wa kuwazika maiti wao kwa kuwahifadhi na kuwakausha. Utaratibu huu sasa ulikuwa unaitwa mummification. Utaratibu. Hii ni mummies technology ambayo sasa utaratibu huo wa kuwahifadhi ulikuwa unaitwa mummification. Na tunaposema zamani tunamaanisha zamani, yani miaka ya 1370 before common era au kabla ya Kristo. Mpaka sasa ni zaidi ya miaka 5390 mpaka leo tunavyoongea. Hiyo teknolojia ipo Misri mpaka leo mwalimu. Sasa si dunia imeshachukua tayari. Kwani wale wavamizi wale ndio sasa hivi wanawaweka watu teknolojia ilikuwa imetokea wapi? Imetokea hapo Misri. Na mpaka leo miaka 5390 imepita wakati teknolojia hiyo ilikuwa iko hapa Misri. Ina maana imebaki makumbusho tu mwalimu. Au maeneo ambayo walikuwa wanahifadhi miili sasa inabaki makumbusho. Kivipi yani? Sasa inabaki watu wanakuja kuangalia tu kama kwenye hizo piramidi hizo. Si ndio maana archaeologists sasa ndio wanachimbua. Umeelewa? Ndio maana wanachimbua. Tulipigwa. Na kipindi hicho Misri ilikuwa inaitwa Kemeti kama tulivyosema, ndio jina lake la kale na ndio asili sasa kama nilivyoongea ya ustaarabu mwingi ulimwenguni. Yani kitovu cha ustaarabu duniani. Tunaweza kuita center of world civilization ambayo ni Misri. Watu walipokufa walikuwa na utaratibu wa kuwahifadhi watu wao. Kwa sababu hii Kemeti au Misri ndio nchi ya kwanza duniani kutumia utaratibu wa kuwahifadhi watu kwa kuwakausha. Utaratibu huo ni wakale kwa sababu wenzetu waliamini kuna maisha baada ya kifo. Yani mtu anapokufa kuna maisha mengine. Yes, hivyo mtu akifa akifa kulimsaidia mtu huyo kufika maisha baada ya kifo. Maana wao waliamini swala hili lilisimamiwa na Mungu wao, sasa alikuwa anajulikana kama Osiris ambaye nimemwongelea hapa. Na Osiris yeye kwao alikuwa ni mungu wa kifo wa Kemeti ya kale. Yeye ndio wanadai alisimamia kifo na ufufuo. Osiris mungu wao. Kwani waliamini kwamba maisha baada ya kifo yangeweza kuwepo tu
ikiwa kuna namna ambayo nafsi ingeweza kumiliki tena mwili baada ya kifo. Hivyo watu walipokufa walihifadhi miili yao kwa kuikausha isiharibike, ili nafsi inaporudi ikute mwili ukiwa salama salimini. Walivyokuwa wanafanya. Sasa utaratibu waliokuwa wanautumia, na njia pekee ya kufanya hivyo ili kufanya mwili usiharibike, kwa sababu hii ndio sasa walitumia muda mrefu katika mchakato wa kuhifadhi miili ya wapendwa wao, na ndio maana mafarao wale viongozi wao walianza ujenzi wa makaburi yao wakati wa uhai wao. Ndio yale mapiramidi sasa unayaona, kwa sababu yale ni makaburi ya mafarao. Wakaanza ujenzi huu. Kwa mchakato huu ulipitia hatua 11, na kila hatua ilikuwa ni muhimu ya kuhifadhi miili ya ndugu zao. Na hii mummification ilifanyika hivi. Jambo la kwanza kabisa, baada ya mtu kufariki walimlaza chali, kisha wakaingiza ndoano kupitia shimo la pua na kuvuta ubongo wote. Ubongo. Yes. Ndoano wapitisha kupitia pua kwenye mashimo haya ya pua na kuvuta ubongo wote. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, walikuwa wanapasua upande wa kushoto wa mwili karibu na tumbo. Alafu wanapasua karibu na tumbo, alafu wanaondoa viungo vyote vya ndani. Viungo vyote vilivyoko huko ndani. Ndio jambo la pili. Jambo la tatu, walikuwa wanachukua natron ambayo ni muunganiko wa compounds ambayo ni sodium carbonate na bicarbonate ambayo ni chumvi na baking soda, wanapaka ndani ya tumbo. Hilo lilikuwa ni jambo la tatu. Lakini jambo la nne, walikuwa wanaacha viungo vya ndani vikauke nje kwanza. Vikauke nje, kisha vikisha kauka wanachukua mapafu, utumbo na ini, wanaviweka kwenye chombo maalum kilichotengenezwa na mnyaa na madini ya chumvi, na huo mtungi walikuwa wanaita canopic ambayo ndio ilikuwa hivyo. Hilo ni jambo la nne. Jambo la tano, walikuwa wanarudisha moyo ndani ya mwili wa mfu. Moyo, kwa sababu si vile vitu walivitoa. Kwa wanarudisha moyo ndani ya mwili wa mfu. Alafu sita, wanausuuza mwili kwa ndani kwa mvinyo ya zabibu nyeupe. Wanausuuza kwa ndani kule. Alafu kisha wanaupaka kwa ndani kitunguu swaumu kilichochanganywa na chumvi na kushona upande wa kushoto walioupasua. Hilo ni jambo la ngapi? La sita. Jambo la saba, kisha wanaufunika mwili wa maiti kwa natron, yani chumvi, kwa muda wa siku 70. Alafu jambo la nane, ndani ya hizo siku 70 ikifika siku ya 40 wanaujaza mwili katani kwa nje. Mwili katani hivi kwa nje hivi wanaujaza. Alafu jambo lingine la 9, siku ya 70 ikitimia, wanauchukua mwili na kufunga mwili wote kutoka kichwa hadi vidole kwa kitambaa kilichorowekwa kwa asali au mafuta ya mzeituni. Ndivyo walivyokuwa na hifadhi hivyo. Utakumbuka hata naona nikiongea hivi mwingine anaweza akasema, mbona huyu anatusimulia kama hadithi zile za Alfreda Ulela, safari 7 za Sindbad baharia. Hawakosekani. Lakini watu wajue ili liliwahi kufanyika pia kwa Yusufu. Ndio, Yusufu yuko kwenye Biblia. Kwa sababu aliwaambia ndugu zake, nikifa mifupa yangu msiiache wapi? Msiiache huku. Kwa hiyo iliwahi kufanyika. Haya masanduku wa archaeologists wanayachimbua. Yusufu miaka 400 amekaa. Baada ya kufariki miaka kama 400 ndo wa Misri au wa Israeli wanatoka Misri kuelekea kwenye taifa lao. Na unakumbuka waliambiwa kuwa msifanye nini, yani hii mifupa yangu msije mkaiacha huko. Utaratibu wa kuhifadhi mwili wa Yusufu ulifanyika kwa njia hizi za Kimisri. Na wakati wanatoka kweli walibeba lile sanduku. Yani wewe sanduku limekaa miaka 400. Miaka 400. Miaka 400 sanduku limekaa. Umeona, na mwili wa Yusufu uko ndani mle. Jamani, wasomi wa Biblia nafikiri wanaelewa. Wakati ambapo wana wa Israeli wanatoka nini? Wanatoka Misri pale wakati wanaenda huku Kanaani. Biblia inasema walibeba lile sanduku. Utaratibu uliotumika wa kumhifadhi Yusufu, kwa sababu yule alikuwa ni kiongozi mkuu wa taifa la Misri, ulitumika utaratibu ambao ninakuelezea. Kumhifadhi Yusufu kwa sababu alikuwa ni waziri mkuu wa taifa la Misri.
ambaye pia alisaidia sana Misri kwa hekima yake ya kuweka akiba ya chakula. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo la 10, kwa baada ya kuzungushia kitambaa mwili wote wanauweka kwenye sanduku lililoitwa sarcophagus. Hili ni sanduku ya aina kama jeneza hivi, lakini wao wanaitwa sarcophagus. Umeona, sarcophagus. Tamani niliandika hapo. Andika atakutajia spelling. S A R C O P H A G U S. Utapata hiyo. Kwa hiyo ilikuwa kama jeneza hiyo. Hilo lilikuwa ni jambo la 10. Yaani baada ya kuwa ule mwili wameufunga wote kutoka kichwa hadi vidole kwa katani na kitambaa kilicholowekwa kwa asali na mafuta ya mzeituni, baada ya hapo sasa wanafunga. Umeliona hilo sanduku yes. Kwa hiyo hili ni aina ya sanduku kama jeneza. Alafu 11 baada ya hapo walikuwa wanajenga chumba na kuhifadhi mwili huo humo. Na ikiwa mtu huyo ni Farao, angewekwa ndani ya chumba maalum cha pekee na shehena ya hazina nyingi kama chakula, fedha, dhahabu na makorokoro kibao. Umeona? Huu ndio utaratibu sasa wa mummification, ambao utaratibu huu pia ulitumika kwenye hata Biblia. Bado tukiongea hivi, ndio maana nikakwambia watu wengine waona kama mbona mnasimulia hadithi ambazo hazipo. Kasome wewe mwenyewe Biblia yako utaona. Sijui kama tutakupata huo mstari kwa haraka. Ngoja tuone ili tusiwe tunaongea tu bila kutoa ushahidi. Tusije tunaongea tu bila kutoa ushahidi, watu wasije wakatucheka bwana. Ni kweli ache kufanya hivyo. Mwalimu, kitabu cha naangalia hapa kwa haraka ili tuweze kufika hapo. Labda unaweza ukaniangalizia kitabu cha Joshua sura ya 24 mstari wa 32. Joshua 24:32. Kama utafika kwa haraka. Angalia hapa. Joshua au Biblia yako ina nini? Ina shida Joshua mwalimu. Twende sasa. Mstari wa? Haya, tuachane na Joshua. Hebu tuanzie nyuma ili tuunganishe. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo. Twende haraka. Sasa hiyo kitabu cha Mwanzo mwalimu. Mwanzo sura ya 50 mstari wa 25. 25. Sawa. Ndio. Tupe. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli. Ndio. Akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi. Ndio. Nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Mtaipandisha huko nini? Mifupa yangu. Maana Yesu alifia pale. Na wao wana wa Israeli walikaa sasa miaka huko 400 karibia. Umeona? Haya. Twende kitabu cha Kutoka. Kutoka sura ya 13 mstari wa 19. 13:19. Kutoka 13:19. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye. Unakumbuka Yusufu aliwaambia Bwana atakapowajia mtaipandisha mifupa yangu wapi? Uko kwenye nchi ya ahadi. Hapa Musa sasa ndo anatoka na wana wa Israeli. Anasema Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye. Maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli. Akisema, Mungu hana budi atawajilia ninyi. Nanyi mtaichukua mfupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Sasa ndio twende kwenye kitabu cha sasa Joshua sura ya 24 mstari wa 32. Joshua 24:32. Inasema na hii mifupa ya Yusufu ambayo wana wa Israeli walikuwa wameileta kutoka Misri, ndio wakaizika huko Shekemu, katika ile sehemu ya nchi Yakobo aliyoinunua kwa wana wa Hamori babaye Shekemu kwa vipande 100 vya fedha.
nayo ikawa ni urithi wa wana wa Yusufu. Umeelewa sasa? Kwa utaratibu uliotumika sasa, maana mwingine akisema akaichukua mifupa, sasa sisi tunaangalia kwa leo namna tunavyozika watu, nafikiria labda alienda wakaenda wakafukua lile kaburi, alafu wakakuta sasa kule mifupa ndo wakaikusanya kwa pamoja wakaipeleka. Sio kweli. Utaratibu uliotumika wa kuhifadhi mwili wa Yusufu ulikuwa ni kutokea Misri, ulikuwa ni utaratibu huu kama huu hapa Misri. Ndio. Ulikuwa ni utaratibu huu hapa, na ulikuwa hauharibiki. Sarcophagus hii ambayo sasa ndio jeneza lenyewe ilikuwa iharibiki kwa sababu ilikuwa ni mwili ambao unawekwa kwenye nini, kwenye utaratibu wa yani asali pamoja na hayo nini. Kwa sababu asali ndio hivyo mtu haribiki. Kwa wale walikuwa na nini, walikuwa sarcophagus. Nataka nikariri mwalimu. Mambo ni mengi sana. Yes, ilikuwa ni kama ina sanduku kama jeneza hivi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo walikuwa wana tumia kuhifadhi. Kwa hiyo hii ndio historia ya Misri. Ndio maana nikasema sisi kama wana historia, kama tutashindwa kuelezea historia ya Afrika, usitegemee kuna mtu atakuja aje aanze kuelezea hiyo historia. Hakuna mtu kama huyo. Na wao wakija wanakuja kutunga historia ambazo hazipo. Unaona, historia ambazo hazipo. Kwa hiyo ndio utaratibu uliokuwa umetumika. Na unaona hata hiyo sarcophagus yenyewe ni jeneza limekaa, lakini ni kama farao vile alivyokaa. Wale mafarao sio hao Waarabu jamani. Inabidi waelewe mwalimu. Angalia hata hao hiyo sanduku lilivyoliona limetengenezwa kwa mfano wa sura zile za Waafrika. Sio Waarabu. Sasa Waarabu ni wageni na ni wavamizi tu. Tuseme kifupi sio wageni. Wavamizi wa Arabi Afrika. Ndio. Ndio. Mwalimu umemaliza? Nimemaliza mimi. Sawa, kwa leo. Tutaendelea kipindi kijacho. Sawa. Asante msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi.